Ni ligi kuu ya wanawake Tanzania bara ikiwa inaendelea. Leo ilikuwa ni mchezo wa 11 kwa upande wa Simba Queens, lakini mchezo wa 10 kwa upande wa Geita Queens. Mchezo umetamatika katika dimba hili la Nyamagana jijini Mwanza. Kikosi cha Simba Queens wanafanikiwa kuibuka na ushindi wa mabao 4. Baada ya mchezo huu tumepata nafasi ya kuzungumza na kocha wa klabu ya Simba Musa Hassan Mgosi, akielezea nini ambacho kimemfanya timu yake kuweza kuibuka na ushindi, lakini pia ushindi huu una maana gani hasa kwenye msimamo wa ligi kuu ya wanawake Tanzania bara. Basi unazungumziaje mchezo wa leo? Ni mchezo wa kiushindani, ni mchezo ambao umekuwa mgumu zaidi, ni mchezo ambao tunasema niwapongeze Geita Queens kwa sababu ni timu ambayo imepanda ligi kuu msimu huu, lakini na krimu ya ushindani na malengo yao ambayo wamejiwekea. Kilichokuwepo kwa kuangalia kwamba wanafanya makosa gani tuweze kuadhibu. Kwa naambia wachezaji wangu katika mechi ya leo haiwezi kuwa mechi rahisi kama mechi ambayo imepita, lakini mwisho wa siku ili iweze kuwa rahisi inabidi tucheze kwa mazoezini, kwa maana ya kumiliki mpira muda mwingi, lakini kwa sababu ni timu ngeni twende tukawa press, tuwape uzito wao kwenda kucheza pasi au kusapotiana. Kitu ambacho kimefanyika na nashukuru Mungu kwamba kimeweza kufanyika na kimewafanya wao wafanye makosa tukaweza kupata nafasi ya kuweza kushinda katika mechi ya leo. Mwalimu, alama 31, maana yake malengo ya timu ya Simba Queens 2026 yanaenda kutimia. Malengo yetu sisi ni kurudisha heshima, kwa maana kuchukua ubingwa. Kuchukua ubingwa hatutaki tu draw, tunataka tushinde. Tunafahamu kabisa katika ligi ya Tanzania washindani wako ni wawili, yani JKT na Simba. Lakini vile vile Yanga kaongezeka sasa hivi, JKT amesogea mbali. Kwa maana kuna ushindani mkubwa hapo juu. Wao wanashinda mechi zao na tunashinda mechi zetu. Tunachotaka sasa kwamba tunapokutana leo wenyewe tunafanyaje? Kwa hiyo sisi tunaangalia kile ambacho tunakitengeneza na kila mechi tupate pointi 3. Kwa hiyo tunashukuru Mungu, maandalizi yetu ya msimu mzima yamekwenda vizuri, kwa maana ya tumemaliza raundi ya kwanza leo tukiwa hatujafungwa. Kwa hiyo tunakwenda sasa kwenye mapumziko. Baada ya hapo tunakuja kuanza maandalizi ya kujiandaa raundi ya pili. Itakuwa ni ngumu zaidi, lakini na uhakika kwamba marekebisho ambayo tutakuwa tunayafanya, kama tunatambua sasa hivi dirisha la usajili limefunguliwa, kwa maana pia kuna ongezeko ambapo tunahitaji watu ili kuja kuongeza nguvu, wachanganyikane na ambao walikuwepo kufikia malengo yetu ya kuchukua ubingwa msimu. Pengo la pointi 4 mwalimu, na wapinzani wako kwa maana ya Yanga Princess, lakini wakiwa na mchezo mkononi, mbio au harakati za kuchukua ubingwa msimu huu kwako kama Simba unaona wapi? Kama unasema, kwa maana zipo timu 3 hapo juu zinagombea kuchukua ubingwa. Kinachokuja kumpa mtu ubingwa ni kutokana na nafasi na kile ambacho tunakifanya, kwa maana sisi hapa mpaka hivi sasa wao Yanga washinde, JKT washinde na sisi tushinde mpaka ligi inakwisha, ina maana tunakuwa mabingwa sisi. Lakini sasa tuweze ligi kwa ajili ya kuangalia Yanga, kwa ajili ya kuangalia siku na pointi ngapi. Tunachosema kwamba tumekaa hapo juu, tusishuke hapo juu. Hatushuki kwa sababu gani? Ni kujitoa na kucheza kiufundi na kuangalia makosa ya timu pinzani kuweza kuyatumia, lakini vile vile kwetu sisi tusio na makosa ya kuweza kuwafanya watu waweze kutuadhibu. Mwalimu, mmeruhusu bao mbili. Kwa kwanza umefika imara wa wachezaji wako au kile unachowasilishia wanakitimiza kwa 100%? Niseme kwamba niwapongeze kwa sababu katika misimu yote imepita tumekuwa tunafunga magoli mengi sana, hasa kona, faulu, cross, tulikuwa tunafungwa sana kipindi cha nyuma. Kwa hiyo tulianza kutengeneza msingi hapo kwanza tusiruhusu magoli ambayo tumeruhusu katika msimu uliopita. Kwa hiyo tunashukuru wanafanya vizuri, kwa sababu hata magoli ambayo yalipatikana mawili nililia sana, kwa sababu nilikuwa sitaki kuona kwamba nyavu yetu inacheza, lakini mwisho wa siku tunashukuru kwa maana wanafanya kazi yao mpaka hivi sasa. Tumeruhusu magoli mawili, kwa ni wastani mzuri sana. Mechi 11 kufunga goli 2, kuruhusu goli 2 ni wastani mkubwa sana. Kile vile vile tumetengeneza msingi, tukatengeneza na hapo katikati na kuendelea kule juu, kwa maana kuhakikisha kwamba tunapata pointi 3. Kwa hiyo tunashukuru tunakwenda vizuri, kwa maana malengo ya kufungwa hayapo kwetu sisi. Tumetoa draw, tumefungwa goli 1 wakati tunaongoza kwa goli 2. Kwa maana mwisho wa siku nasema kwamba mpaka hivi sasa wachezaji wamejitoa, viongozi wamejitoa, wapenzi wa Simba wamejitoa, wapenzi wa soka wanawake wamejitoa, kwa maana unaona hapa leo Mwanza wengi wamekuja kusupport timu hizi mbili, lakini mwisho wa siku tunahitaji support yao na kuhakikisha kwamba msimu huu tunaamini utakuwa ni wa Simba Queens. Mwalimu Choki Abedi kwa upande wa kikosi cha Geita Queens, yeye ameweza kuelezea sehemu ambayo imemfanya yeye kushindwa kufanya vizuri, hasa uchanga wa wachezaji wake ni changamoto ambayo imeendelea kufanya kikosi chake kukosa matokeo ya ushindi kwa siku ya leo. Nini tatizo? Vijana wako walipoteza umakini katika kile ambacho walielekeza kwenye mchezo wa leo. Tatizo kama nilisema mwanzoni ni kwamba tukubali Simba wanakuwa mzuri, wana walimu wazuri na wamecheza vizuri na wamestahili kushinda. Mwalimu, tumeshuhudia na wako alikuwa mzuri akiwa na mpira mzuri, hapo ndio kama alikuwa anawadondosha uzaki. Hilo nalizungumziaje? Ni kwamba ni makosa binafsi, mchezaji mzuri na kila mchezaji mmoja huko ndani ana kasoro zake pia. Kila mchezaji ana kasoro zake na uzuri wake. Kwamba uzuri wake ndio huo ambao tutamka mwanzoni na ndio tunakwenda nao. Tuliona kapteni wa timu akicheza kama chini ya kiwango mwalimu. Ni upungufu wa wachezaji ama ilikuwa ni mipango yako kama mwalimu? Ni kwa sababu leo amekutana na quality. Na quality ni kwamba amepata matatizo, lakini mchezaji mzuri kama unavyosema, mchezaji mzuri, tuseme tuendelee
niendelee kuwapongeza Simba, wamejitayarisha timu yao nzuri na wamestahili kushinda. Mipango ni ipi baada ya mchezo? Ni kwamba siku zote mipango iliyopo baada ya kupoteza namna hii ni kujipanga kwa mazoezi. Ni kwamba hili dirisha dogo, tumeona mapungufu kama unavyoona hapa, kuna baadhi ya wachezaji hawaendani na uzito wa ligi tulionayo. Ni kwamba tutakwenda kujipanga, tutarudi vizuri. Baada ya mchezo huu, kikosi cha Simba Queens sasa wanaendelea kujilimbwasa kileleni wakiwa na alama zao 31 na huku kikosi cha Geita Queens wakisalia na alama zao 8 kwenye msimamo wakiwa nafasi ya 8. Mimi naitwa Philemon Mawazo na hii ni Coco TV, endelea kusalia nasi, tutaendelea kujuza kwenye kila hatua.